Haki Elimu, Save the Children, Msichana Initiative, Tanzania Child Right Forum, Children in Crossfire, Children Dignity Forum na Shule Direct kwa pamoja na asasi zingine za kiraia ambazo ni vinara vya upingaji wa ukatili wa watoto ikiwemo adhabu za kikatili shuleni. Tumesikitishwa sana na kifo cha mwanafunzi wa kidato cha pili Mhoja Maduhu kutoka shule ya sekondari ya Mwasamba iliyoko kwenye kata ya Lutubiga, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu, ambacho kimetajwa kutokana na adhabu ya viboko iliyotolewa na mwalimu wake Februari 26 mwaka 2025. Kwa pamoja sisi wote ambao nimetaja majina ya organization zetu tunatoa pole kwa familia, ndugu na taifa kwa ujumla kwa kifo cha mwanafunzi huyu. Ndugu wanahabari, ninaamini kwamba mtakuwa mmesikia habari za kifo cha mwanafunzi huyu kupitia kwenye vyombo mbalimbali vya habari, ambacho kutokana na taarifa ambazo tulizozipata kilitokana na mwanafunzi huyu kupigwa viboko 10 sehemu mbalimbali za mwili wake ikiwemo kichwani na mwalimu wake, na kifo hiki kimethibitishwa kwamba kimetokana na kuvuja kwa damu kichwani. Hii ni kutokana na taarifa ya hospitali ya rufaa ya Bugando. Kwa hiyo ile kuvuja kwa damu ndiyo hali ambayo imesababisha madhara makubwa aliyoyapata huyu mwanafunzi kutokana na kipigo hicho. Sisi kwa pamoja tunalaani na tunakemea tukio hili ambalo si tu linakiuka mwongozo wa utoaji wa adhabu ya viboko shuleni, lakini pia linaendeleza vitendo vya ukatili kwa watoto shuleni ambavyo kwa sehemu kubwa vimekuwa vikififisha mazingira salama ya kujifunza na utolewaji wa elimu hapa nchini. Ndugu wanahabari, tukio hili linafanana sana na tukio ambalo lilitokea kule Kagera mwaka 2018 kwenye shule ya msingi ya Kibeta iliyoko manispaa ya Bukoba, ambayo mwanafunzi Sperius Eradius aliadhibiwa na kutokana na adhabu hiyo alifariki. Na of course serikali ilichukua hatua, na ile mwalimu aliyesababisha kifo kile alichukuliwa hatua zinazostahili. Pamoja na hatua za kisheria kuchukuliwa kwa walimu husika, tunasikitika kuona matukio ya namna hii bado yanajitokeza katika jamii na shule zetu. Katika utafiti ambao umefanywa na shirika la Haki Elimu mwaka 2020 umeonyesha kuwa kuna matukio mengi ya vitendo vya ukatili mashuleni, na nikinukuu utafiti ule, takribani 87.9% ya wanafunzi waliripotiwa kufanyiwa ukatili wa kimwili, ambapo 90% ya hao wanafunzi waliofanyiwa ukatili wa kimwili waliripoti kuwa ukatili huo waliofanyiwa ulitokana na adhabu za viboko toka kwa walimu wao. Lakini pia 90% ya wanafunzi walisema ukatili wa kimwili unafanyika shuleni, ili hali 10% ya wanafunzi waliosailiwa walisema ukatili unafanyika majumbani. Ndugu wanahabari, tunaamini kujirudia kwa matukio kama haya kunatokana na kuwepo kwa mianya ya kisheria na kitamaduni ambayo inaruhusu utolewaji wa adhabu hizi mashuleni. Tunafahamu kuwa upo mwongozo wa utolewaji wa adhabu za viboko shuleni ambao unataka adhabu hizi kutolewa na mkuu wa shule au mwalimu mkuu au mwalimu aliyekasimishwa kwa maandishi na sio kwa mdomo, na kuwa idadi ya viboko haipaswi kuzidi viboko 4. Lakini tumeshuhudia mwendelezo wa ukiukwaji na kutokufuatwa kwa miongozo hii kwa kiasi kikubwa.
Hali hii ndiyo sababu ya mashirika haya ambayo nimeyataja mwanzoni, ambayo ni vinara wa upingaji wa adhabu ya viboko mashuleni, kupinga uwepo wa viboko mashuleni kwa namna yoyote ile. Wito wetu siku zote umeitaka serikali kuondoa adhabu ya viboko shuleni na kuufuta mwongozo na kanuni zozote ambazo zinaruhusu utolewaji wa adhabu ya viboko, kwa kuwa utekelezaji wake umekuwa mgumu na hivyo kupelekea ukiukwaji mkubwa wa haki za watoto shuleni na wakati mwingine maafa kama haya ambayo tumeyashuhudia. Kutokana na mwongozo wa elimu wa mwaka 2000 matumizi ya viboko shuleni na kuhimiza adhabu chanya au adhabu mbadala ambazo sio za kikatili, ambazo zinahimiza na zinaweza kusaidia kurejesha nidhamu pale wanafunzi wanapokuwa wamekosa. Tunatoa rai hii kwa mambo yafuatayo. Tunaomba na tunatoa rai kuwa mambo yafuatayo yakifanyika yanaweza yakapunguza au kukomesha ukatili kwa watoto mashuleni. Jambo la kwanza, tunatoa rai kwa serikali kuondoa mwongozo wa elimu wa mwaka 2002 juu ya adhabu za viboko, the Corporal Punishment Regulations ya mwaka 2002 kama ambavyo nimesema, na kuandaa mwongozo mwingine wa adhabu chanya au adhabu mbadala ambayo utachangia utolewaji wa adhabu zisizo za kikatili kwa wanafunzi. Ushahidi wa kiutafiti wa haki elimu uliofanyika katika shule 8 za majaribio umeonyesha kwamba wanafunzi wanajihisi kuwa salama kwa sababu walimu hawatumii adhabu za viboko. Hizi ni shule ambazo tumefanya pilot ya programu ya kutumia adhabu chanya, na wanafunzi wanajifeel kwamba, yani wanajihisi kwamba hali imekuwa ni nzuri kwa sababu na wako salama kwa sababu walimu wameamua kutokuwa wanatumia viboko. Serikali inaweza ikatumia matokeo haya au mafanikio kwenye shule hizi kama sehemu ya kujifunza kwamba adhabu chanya zinaweza zikatumika katika kurekebisha nidhamu na kuondoa ukatili mashuleni. Jambo la pili ambalo ni rai yetu kwa serikali ni kutumia fursa ya mchakato wa sheria ya elimu ya mwaka 1978 unaendelea hivi sasa. Nakumbuka serikali imezindua sera mpya ya elimu na sasa kuna mapitio ya sheria ya elimu ambayo yanaendelea. Sasa tunatoa rai kwenye mapitio haya swala la adhabu ya viboko liweze kuondolewa kwenye sheria. Lakini namna ya kuweza kuwaadibisha watoto inaweza ikasaidia kabisa kwamba haya matukio yasiweze kujirudia. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba wakati wa mapitio ya sheria hii ni vema swala la adhabu ya viboko likaangaliwa na ikiwezekana liondolewe. Lakini pia jambo lingine ambalo ni rai yetu kwa serikali ni juu ya kutengeneza mpango mahususi wa kutekeleza ahadi yake ambayo ilitoa kwenye mkutano wa mawaziri mwezi Novemba mwaka 1924 uliofanyika kule Bogota, Colombia, wa kuhakikisha kwamba Tanzania inaanzisha madawati ya kupinga ukatili au kushughulika na ukatili katika shule 26,659 ambazo ni shule za msingi na sekondari ifikapo mwaka 2029. Ukiangalia tamko hili la serikali au commitment ya serikali, unaiona dhamira ya serikali kwamba lazima shule zetu ziwe salama. Sasa kutoa tamko na kueleza dhamira ni jambo moja, lakini kutekeleza ni jambo jingine. Sasa sisi tunaiomba serikali iweke mpango wa kuhakikisha kwamba tuna madawati ya kulinda haki za watoto na kupinga ukatili ule mashuleni ifikapo mwaka wa 2029 ambapo ndio target serikali iliyoweka. Madawati haya ya ulinzi
tunaamini kwamba yatatoa mfumo rasmi wa kupokea na kushughulikia malalamiko ya watoto wanaokumbwa na ukatili wa aina mbalimbali shuleni, ikiwa ni pamoja na vipigo, unyanyasaji wa kijinsia na manyanyaso ya kisaikolojia. Asanteni sana.